Mimi ni askari ambaye nilifanya mafunzo, lakini kwa bahati mbaya nilitumika kwenye kazi ndani ya miaka 17, ikanifika ajali ya kudondoka gorofani. Kazi hiyo nilifanya kwa kiwango cha miaka mingi sana. Nasikitika nikipata majibu kwamba tajiri wangu amenikataa kunilipa madai yangu. Kinachonisikitisha ni kwamba meneja aliyotupiga picha kutupeleka kwenye mfuko wa hifadhi ya taifa ni yeye Hemedi. Pili, ni yeye mkurugenzi wa kampuni hiyo kwa sasa. Kinachonisikitisha, anajua kwamba nimeumia sana. Pili, anajua kwamba mimi nilikuwa ni mtumishi wake. Tatizo limenifika ni bahati mbaya. Kwa nini ananikana? Nina familia, sina mume. Inanisikitisha sana kwa kweli. Naomba nisaidiwe na mfuko wangu wa hifadhi. Miaka ni mingi, hata hiyo hela ya maumivu mazito asiponilipa, anipe tu hifadhi yangu ya mfuko wa taifa. Nateseka, wanangu wamefaulu, naomba ili wasome. Niko na maisha magumu sana jamani. Asanteni jamii na Watanzania wenzangu, hongereni kwa matumishi. Pole sana dada yangu, nitaomba nikuulize maswali machache. Mwajiri wako alikuwa anaitwa nani? Hemedi Faki Aulola, H4H. Hemedi Faki Aulola. Hajapeleka? Amekuweka kwenye mfuko lakini hadai. Hapeleki hela japo alikuwa ananikata kazini. Watu wa NSSF wako hapa? Mfuko wa hifadhi ya jamii wapo? Mheshimiwa Rasi, watu wa hifadhi wa mfuko wa jamii wapo? Wako wapi? Tunaomba mtu wa hifadhi ya mfuko wa jamii apigiwe simu aje, tunamsubiri hapa. Haya, mtaalamu wa NSSF amefika. Mtaalamu wa NSSF uko wapi? Kwa sasa niko naye, naongea naye na nataka aje atujibu hapa. Ashike mic hapa. Hakuna kuongea chemba, nataka ongea hapa. Eti jamani, aongee kwa siri, aongee hapa. Asanteni. Aongee hapa Haya. Nashukuru sana, nimemuona huyu baba ananihoji maswali na mimi nipo namuelezea. Sasa Halima, baba. Hebu sikiliza. Mtaalamu naitwa nani? Naitwa Nuru Ramadhani Mbaga. Nuru Ramadhani Mbaga. Ndio mheshimiwa. Sasa huyu dada Halima alikuwa ni mwajiriwa. Naam. Akiwa anafanya kazi alipata ajali akadondoka. Naam. Mpaka leo hajalipwa mafao yake. Amekuja kwenu, unamwambia mwajiri akuleta fedha. Sasa maelekezo ya Mheshimiwa Rais ni kwamba endapo mwajiri akuleta fedha, mwajiri ambaye ameandikishwa kwako akuleta michango ya mfanyakazi wake, wewe una wajibu wa kwanza kumlipa mfanyakazi. Pili, ndio unakwenda kupambana na mwajiri, kumshtaki akulipe fedha yako pamoja na riba na faini. Sasa nakukabidhi dada Halima, pokea kesi yake. Utakuwa una ripoti kwa Mheshimiwa Rasi. Rasi unamjua? Nafahamu vizuri dada. Utakuwa na ripoti kwa Mheshimiwa Rasi, yuko pale. Na Mheshimiwa Rasi atakuwa ananipa taarifa mimi moja kwa moja.
Nashukuru mheshimiwa. Na mimi nitakuwa napeleka taarifa kwa Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan. Nashukuru mheshimiwa. Ili kadhia ya Halima iweze kuisha kwa maelekezo ya Mheshimiwa Rais. Dr. Samia oye! Haya. Bwana Mbaga, sasa unaruhusiwa kwenda na Halima, chukua maelekezo yake, tatua tatizo lake.